Hapa umetolewa kabisa. Nabii hapa anakubalika nyumbani. Kwa maana nimefika nimepokelewa vizuri na Yesu asifiwe na familia DCMC. Tuko Songea ni ziara ya askofu. Na hapa kwenye ziara ya askofu tunakuwa na siku moja, leo ni siku ya pili. Na Songea, tunaposema Songea ni mahali ambapo askofu ametokea, ni nyumbani kabisa. Karibu sana askofu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwamba niko Songea kama ulivyosema. Songea ni nyumbani kwangu, nyumbani ambapo mimi nimezaliwa, kwa maana ya mkoa ambao mimi nimezaliwa. Kwa kuzaliwa nimetokea hapa. Na sasa niko Songea kwa sababu ya kazi. Nimekuja hapo kwa ziara ya kazi ya siku 3, ambayo ziara hii imeanza jana tarehe 21, leo tarehe 22 na kesho tarehe 23 tutakuwa tuko hapa. Na kilichonifanya niwepo hapa ni kuja kukagua na kutembelea makanisa yetu ya Bible Church International Mount of Tanzania. Sasa tuko kwenye awamu ya pili ya kufanya ziara katika mkoa huu wa Ruvuma, lakini pia mikoa ya Mbeya na Songwe. Lakini nimesikia faraja kubwa sana kuwepo hapa kwa sababu nyumbani, lakini pia watu wa nyumbani wametupokea vizuri sana. Siku ya jana tulikuwa kule kijijini, wametupokea vizuri sana. Mwitikio ulikuwa mzuri mno, kwa hiyo nimefarijika sana kwamba hata nyumbani kwangu kumbe ninakubalika. Watu wananikubali na wananielewa sana hapa Songea pia. Wewe imekuwa ni baraka sana. Kwa maana hiyo ile msemo wa nabii akubariki kwao, hapa tumetoka. Hapa umetolewa kabisa. Nabii hapa anakubalika nyumbani. Kwa maana nimefika nimepokelewa vizuri na matarajio yako ni nini baada ya kumaliza ziara? Matarajio ni makubwa mno kwa sababu ya msisimko, ningesema uamsho uliopo hapa Songea kwa sasa kwenye huduma yetu. Nimeona kuna matokeo makubwa mara baada ya ziara hii, kwa sababu walikuwa na shauku kubwa sana kuniona, na baada tu ya kuniona kwa kweli nimeona morali yao imezidi kuongezeka, shauku ya kumtumikia Mungu. Lakini pia miujiza iliyofanyika jana kule kijijini ni kubwa sana, imeleta hamasa kubwa sana. Lakini pia leo tunategemea kuwasha moto hapo mjini Songea. Leo tarehe 22 na 23 tutakuwa hapa, na bila shaka naamini Mungu atatenda mambo makubwa kama alifanya kule jana, atafanya pia leo. Kwa hiyo mwamko ni mkubwa mno na matarajio yangu ni makubwa mno kwenye mji wa Songea. Lakini pia kama sina Songea haimariki kwa sababu ni nyumbani. Unajua hata ninapokuja kutembelea ndugu zangu wanapoona kuna huduma imeimarika zaidi, ni faraja pia kwangu. Na ni faraja pia kwa watu wanapoangalia kwamba kazi tunayofanya ni kazi njema, lakini pia hata wao pia wanajivunia mtoto wao kutoka katika ardhi yao kwamba amekuwa akisimamia kazi hii vizuri. Kwa hiyo ndio tamanio langu na kiu yangu sana katika mji wa Songea kwamba kanisa la Mungu la Bible Church liimarishwe na lisimame sana. Natamani mtuambie kwamba baada ya Songea tunaelekea wapi? Baada ya Songea tunaelekea Songwe. Songwe ni mkoa uliotokana na mkoa wa Mbeya ambao sasa ni mkoa unajitegemea, lakini alimaarufu sana Tunduma. Tunduma ni mahali ambapo panafahamika sana. Tunatoka hapa Jumatatu kuelekea Tunduma. Tunduma pia tutakuwa na siku 2 pale. Tutakuwa Jumatatu na Jumanne. Lakini baada ya Tunduma tutaelekea Tukuyu. Tutakuwa Jumatano na Alhamisi. Lakini baada ya Tukuyu tutaelekea Mbeya mjini pale Uyole. Tutakuwa Ijumaa na Jumamosi. Na baada ya Jumamosi tutakuwa pia Mbalali, tutakuwa Jumapili na Jumatatu. Lakini baada ya Mbalali tutakuwa Mafinga, tutakuwa Jumanne na Jumatano. Na kwa awamu hii ya 3, awamu ya pili tutakuwa tunafunga pale Mafinga. Na baada ya kufunga Mafinga tutakuwa na jimbo la Iringa. Jimbo la Iringa lilisumbuka kwa sababu ni jimbo la nyumbani. Asante sana. Ndio. Nashukuru sana.